Ingawa niliulizwa kwa forum kama hii, wakati nyingine tuwe na ofisi hapa, na tukasema tutaongea na wenyewe. Najua nilijaribu hapa nyuma, nilijaribu ofisi yangu ijengwe hapa nyuma, na kuna mzee mmoja alitoka sijui Limuru, akaja akasema pana, serikali ikiingia hapa watanyang'anywa. Sasa simi nakaa kama ndege, huko sio kwangu ni upande hii. So bado najaribu ili tuwe na ofisi closer to the people, tuwe na ofisi karibu na watu walindi. Na mwaka hii nafikiri hata tutamaliza, itabidi tuongeane na mbunge, hata kama ni kukodeza ofisi, tukodeze ofisi, tuwe na ofisi. Saa hii vile nimetoka huko, nime watu wengi kushinda hapa vile Mungu hapa wanayetafuta birth certificate, na inafaa tuandikie notification letter ili waende naye community ndio waweze kuprocess wapate nini birth certificate. Hiyo ndio kazi sasa inaendelea. Na ukumbuke tunapatiwa deadline tarehe 31st ya hii mwezi. So vile hapa kwetu imejaa, ndio vile pale community mahali wanaenda kuitafuta imefanya nini, imejaa. Na wamama huko na shida. Jamani, nasema wamama, ukipata mtoto zikae naye tu, jaribu kufuatilia upate notification na mwisho apply ili upate nini birth certificate. Na kama ujui njia, kuja kwetu tutakusaidia. Hiyo ndio kazi yangu. Mwaka ukifika 18 kuja juu. Kama unatoka kwa boda tutakusaidia, hata kama ni vetting, uende vetting, ukaguliwe, julikana wewe ni mwana Kenya, na mwisho upate nini ID card. Na saa hii nakuja ni digital tumeambiwa ni digital, na kuna hatujaambiwa inaanza lini, lakini ile ID mtapata itabeba almost kila kitu. Mtu amekufa, amesikwa, ni lazima tumtafutie nini death certificate. Bado napitia kwa sababu tunasema hivyo, kuna mali ya huyo marehemu imebaki. Kunaweza kutokea mtu mwingine kando aanze kusumbua, si ndio? So kabla huyo mtu hajatoka kando aanze kusumbua, kuja haraka tupatie wewe barua, uende pale usaidiwe upate nini death certificate. Mimi ni chief, si ndio? Haifai nilale, inafaa tufanye na wewe kazi ili area iwe sawa, si ndio? Ni information tu inafaa unipatie, information inafaa unipatie ya kuwa kuna mambo kama hii inaendelea. Jamani, mtusaidie. Of late, sitaki kusema sana, of late kuna vijana wamesumbua sana hapa kwa hii njia kuteremuka kurudi hivi mpaka Sunday studio. Si unajua? Sitamili Gaza Riverside. Si umesikia? Hizi kabisa. Kwanza hata huyo anaongea alikuja kwangu. Na alipokuja nikasema atakupigia. Tumefanya kazi. Nani amesikia juzi kile kimetendeka? Hata kama hujaona ngolo macho kwa macho, lakini unaponipatia information tunakaa na wale wahusika na tunajaribu vile tunaweza, na vijana wanaambiwa lazima waache hiyo kazi. Tusingoje vijana wetu wakamatwe kwa zile maneno tuliweza kurekebisha, si ndio? Kunaye hao vijana wako hapa, wengi ni wasomi, wamefika form 4, wengine wameenda colleges, lakini kazi iliyafanya nini? Hakuna. Sasa unapata vijana wanaingia kwa zile kazi ambazo sio zao. Wengine wanalazimishwa tu kuja na yule amesoea, si ndio? Na sio kazi yake. Anayefanya hivyo ama anayeshughulika na watu hapa na kunyang'anya na kufanya nini ni makosa, si ndio? Kama hizi tumekuwa tujaribu kuongea na vijana waangalia kama wanaweza kuanzisha project sawa. Naona wengine wanasafisha magari hapa, wengine wanaweza hata kuwa kwa group moja kubwa waanzishe duka ama hoteli. Kama bado wanangoja nini
hizo kazi wamesoma, si ndio? Na wataendelea. Ile tutafanya ni kama tutaweka vijana in groups. Hiyo tumeanza kufikiria ili tuone mambo ya security katika Lindi hapa. Na hapa ni kwetu. Muda sitoke nje, akuja anze kuzungua sisi hapa na ni mtu wa nje.